Kwani nimeambiwa hata mradi huu kutokana na fedha za Benki ya Dunia kupitia mkopo ambao unasimamiwa chini ya Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo ndiyo kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hata ujenzi wa mabweni katika chuo hiki moja katika mchango wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hiyo ndio inatufanya sisi Wazanzibari tuna kila sababu ya kuwezi kudumisha na kulinda kwa nguvu zetu zote muungano wetu huu kwa faida yetu sisi na faida ya vizazi vinavyokuja. Leo hii tunazungumzia wanafunzi nyinyi ambao wanasoma hapa. Najua wapo wanafunzi ambao wanasoma hapa na kwinginepo wakiwa wanasoma kwa udhamini wa Bodi ya Mikopo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini wapo wanafunzi ambao wanasoma kwa mikopo chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufaidika kwenu kwa mifuko miwili ni kwa sababu nyinyi ni Wazanzibari, lakini nyinyi ni Watanzania. Kwa kwenu wa Tanzania unakufanya muwe na fursa nyingine ya ziada katika eneo hilo na maeneo mengine mengi. Na leo hii nataka nikupeni mfano wangu mimi mmoja, mfano hai kabisa, ili muelewe faida za muungano. Mimi nimemaliza kusoma katika chuo cha Karume Unguja. Wakati huo tulikuwa tuna kozi inaitwa FTC, Full Technician Certificate. Sasa hivi nashukuru ilikuwa ngumu kweli kweli hiyo kozi. Anajua. Sasa hivi nashukuru wameboresha, wameweka diploma. Kwa Karume Institute of Technology. Nadhani wanatoa degree pale pale. Kipindi hicho wakati mimi namaliza kusoma pale Zanzibar hakuwa na university hata moja. Kwa tulikuwa tunagombania tukasome vyuo vikuu vya Tanzania bara ama nje ya Tanzania. Nashukuru nilipata nafasi ya kusoma nje ya Tanzania. Nikafanya degree yangu nje ya nchi. Nilipomaliza nimerudi hapa. Nikaanza tafuta kazi. Najua kazi ni ngumu Kwa sababu gani? Niliporudi vyuo tumeshaanza vyuo kuota kama uyoga. Zanzibar nikuta vyuo vikuu vimeanza. Hali kadhalika Tanzania bara imeongezeka. Tunaosoma nje tumerudi wengi. Population inaongezeka. Kwa hiyo mahitaji ya ajira kila miaka inakwenda mbele yanakuwa na ushindani mkubwa. Kwa mimi nikaomba kazi. Nikuta gazeti la Daily News imeandikwa inahitajika mhandisi kutoka Wizara ya Nishati na Madini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikaomba. Nikaenda kwenye interview, tulikuwa kama watu 50 au zaidi. Tukabahatika kupata na wawili ikiwemo mimi. Wizara ya Nishati na Madini, unaweza kusema sio Wizara ya Muungano. Unaweza ukasema hivyo ukitaka. Kwa sababu sisi tuna Wizara ya Nishati na Madini hapa sisi, si ndio? Na katika mambo yale ya muungano si haimo. Lakini nilipata kazi mimi kwenye Wizara ya Nishati na Madini na ambao ndio waliosomesha masters wao. Nikawa nafanya kazi Dar es Salaam kwa Tanzania wangu. Maana sijawahi mimi kuishi bara. Mimi nimezaliwa Unguja, nimesoma kule, nimetoka Unguja kwenda zangu kusoma nje degree. Lakini Tanzania wangu ndio ulinipa nini fursa ya ajira kwenye serikali ya muungano. Muungano Kwa hiyo nimeona nisipite hapa kwa kuamini waziri wa muungano, nikupeni na mfano hai kidogo ili mjue muungano wetu una faida, fursa nyingi, lakini kubwa zaidi ya yote ni amani, umoja, mshikamano na utulivu wa nchi yetu. Siri yake ni muungano wetu. Usikudanganyeni mtu bwana. Usikudanganyeni mtu yoyote. Asije mtu akaja kashawishi mchezee muungano huu. Utakuja kujuta. Kwa hiyo badala ya kuzungumzia jambo hilo la muungano, kupenyezea
Nimeona nisinge watende haki, ningetoka hapa waziri wa muungano, sisi muda kidogo kusimama. Leo tunapokea vyeti. Lakini nataka niwaambie jambo moja muhimu sana, kwamba safari yenu bado haijafika mwisho. Yaani kama ni safari ambayo mnaanza, sasa mnaingia kwenye safari mpya. Mnatoka chuoni, mnaingia katika jukumu kubwa zaidi la kujenga taifa lenu kupitia elimu. Mnaingia katika taaluma ya ualimu. Ualimu ni taaluma yenye heshima kubwa sana, lakini vile vile ni taaluma yenye wajibu mkubwa mno. Leo hapa nyie msingeweza kukaa mkajivunia kafurahi kama si walimu. Wengine sote hapa tu tumesimama hapa kifua mbele kwa jivunia kwa sababu ya walimu wetu. Wengine wapo hai, wengine wametangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu awarehemu na ajalie pekee. Wamefanya kazi kubwa. Mwalimu ndiye mwenye kumjenga mwanataaluma yote. Mwalimu ndiye mwenye kumjenga daktari, mwalimu ndiye mwenye kumjenga mhandisi, mwalimu ndiye mwenye kumjenga mwanasheria, mwenye kumjenga mwanasayansi, mwenye kumjenga kiongozi, mwenye kumjenga mwalimu mwingine, mwenye kujenga kila mtu ambaye ana elimu au ana taaluma au ana ujuzi wa aina yoyote. Unapokwenda kwenye vituo vyenu vya kazi, mjue hilo kwanza. Mjue dhima na dhamana kubwa iliyopo kwenye mabega yenu, na msifikirie kwamba mnaenda kufundisha masomo pekee, bali mnaenda kujenga kizazi. Kama nirudia hapa, kienda sisi tunakwenda kusomesha afu tunalipa mshahara. Nyinyi mnakwenda kutengeneza jamii. Kama ni jamii mbovu ya wananchi wa baadaye wabovu, nyinyi mtakuwa mmetoa mchango huo. Kama ni jamii ya taifa lenye wananchi wema, wazalendo, wenye maadili na wenye taaluma kama nyinyi, nyinyi ndio mtakaoenda kujenga kizazi hicho. Naenda kujenga fikra, naenda kujenga maadili, naenda kuondoa vizazi vipaji na kuvikuza. Yote hayo ni majukumu yenu, lakini mnakwenda kuwajengea watoto kujiamini. Tuna taifa la vijana wanaojiamini, hali kadhalika vijana wazalendo wa nchi yao, lakini mnakwenda kujenga matumaini ya watoto wetu. Mwisho yote mnakwenda kujenga taifa. Uimara wa taifa hili uko chini ya himaya yenu. Kwa hiyo msiwe walimu wa kufundisha mitihani, kwamba basi wewe ndio wanafunzi wangu, nataka kufaulu mitihani, njoo kuelimisha majibu ya mitihani kufaulu. Hapana. Mwalimu bora yule ambaye anamsaidia mwanafunzi kupata maarifa, kupata ujuzi, maadili, uwezo wa kufikiria kwa kina, kujiamini, uwezo wa kutatua changamoto za maisha yake vile vile. Yote haya ndio majukumu yenu.